Namsihi kaka yetu Sheikh Walid Al-Hadi kwamba hii ni mitihani ambayo anapitia. Kwa hiyo kikubwa ni asabr, kusubiri. Lakini Mungu anaweza akakupa mtihani ili kwa ajili akupandishe zaidi. Sahihi. Na Mungu anaweza akakupa nafasi ili Mungu akushushe zaidi. Unaelewa? Ndio. Unaweza ukapewa mtihani kwako kwa ni mtihani, lakini kwamba Mungu anataka akunyanyue daraja yako. Ndio. Na unaweza ukapewa nafasi kwako ukaona ni nafasi, ama aidha ya cheo ama aidha ya chochote kile. Ukaona ni nafasi nimepata hii. Lakini kumbe katika ile nafasi Mungu anataka akuporomoshe zaidi. Kwa hiyo lile ambalo Mungu alokadaria sisi tunalikubali. Sheikh Sharifu, kwenye kazi hii ya da'wa inakuwa na misukosuko mingi. Kazi hii na misukosuko mingi. Je, kuna misukosuko ambayo labda wewe umeshai kupata au mtu wako wa karibu kutokana na kazi ya da'wa? Kazi ya da'wa misukosuko inayo mingi sana. Na hata sisi tumepitia misukosuko mingi katika kazi ya da'wa. Nakumbuka kipindi cha mihadhara ile ilikuwa ni migumu sana. Ndio. Mimi nakumbuka nimeanza kwenda, nimelala sela nikiwa na miaka 7. Allahu Akbar. Tulikuwa tumekwenda Musoma kwa mwaka 97 98 katika mihadhara hii. Na baada ya kuwa katika mihadhara pale mambo yale maswali na majibu, alikuwepo CD mmoja alikuwa hataki zile habari, akaja akatukamata pale akatuweka ndani. Allahu Akbar. Waislamu wakaandamana, ikawa fujo kubwa, tukatolewa. Nilikuwa niko mimi, Ustadh Mazinge, Sheikh Riko, marehemu Bwana Muhammad. Kwa hiyo mitihani mingi, lakini pia kuna misukosuko mingi Mwenyezi Mungu anaweza akakujaribu pia. Ndio. Kukuona kwamba utasimama ama utosimama. Sawa. Mwenyezi Mungu anapokupa uongozi basi asabra inda sadmatal ula, subra ndo kwanza sana. Wanaweza wakatokea watu wakasema mambo. Unaweza kuwa ulikuwa una nafasi ikatolewa. Lakini pengine Mungu anataka akupandishe tu. Allahu Akbar. Daraja. Kwa hiyo hata namsihi kaka yetu Sheikh Walid Al-Hadi kwamba hii ni mitihani ambayo anapitia. Kwa hiyo kikubwa ni asabr, kusubiri. Lakini Mungu anaweza akakupa mtihani ili kwa ajili akupandishe zaidi. Sahihi. Na Mungu anaweza akakupa nafasi ili Mungu akushushe zaidi. Unaelewa? Ndio. Unaweza ukapewa mtihani kwako kwa ni mtihani, lakini kwamba Mungu anataka akunyanyue daraja yako. Ndio. Na unaweza ukapewa nafasi kwako ukaona ni nafasi, ama aidha ya cheo ama aidha ya chochote kile. Ukaona ni nafasi nimepata hii. Lakini kumbe katika ile nafasi Mungu anataka akuporomoshe zaidi. Kwa hiyo lile ambalo Mungu alokadaria sisi tunalikubali. Lakini mtihani haukufanya wewe usiwe haukutoe katika ushehe wako, haukutoe katika elimu yako, haukutoe katika maarufu wako, haukutoe katika au kupendwa kwako, haukutoe. Na mitihani iko, mashaallah, iwe ni ya makosa ya kweli. Maana Mungu anaweza kukupa mtihani mwingine ukakosea kweli kibinadamu. Lakini kukosea ndo sisi binadamu, alkamalu lillah. Ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu. Unafahamu? Hakuna ambaye hakosei katika sisi. Lakini ule unaweza kuwa mtihani wa kukosea. Kwani Nabii Allah Musa alipewa mtihani wa kuua. Ule mtihani ni special, Mungu alimletea Musa. Akaua mtume huyo. Alafu baada yake nini? Baada ya kuua ikawa solution yake hapa mimi nikimbie. Kumbe Mungu anataka amtoe katika maisha aliyokuwa anaishi ya kiprinsi, anataka amfundishe maisha ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakimbia mpaka wapi? Madiana. Anakutana na Nabii Allah Shuaib. Anakuwa mtumwa kule. Anakuwa mfanya kazi kule. Mungu anamfundisha maisha ya kidini. Anarudi Misri, alikuwa nini? Mtume. Lakini alifanya makosa ambayo ni makosa ambayo yako,
ya kibinadamu, lakini kumbe Mungu amekadiria wewe ufanye yale makosa ya kibinadamu ili Mungu akutoe sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine ile kwa bora kuliko ulikuwa nayo. Kwa hiyo mitihani ipo katika maisha. Naam, mashaallah, mitihani ipo katika maisha, na unaweza ukapata mtihani lakini ikawa ni sababu ya kuweza kunyanyuka daraja. Na daraja si lazima uone katika nadharia ya kibinadamu. Inawezekana daraja Mwenyezi Mungu ana njia zake, lakini pia mitihani haiwi kipimo cha kuweza kumfanya mtu adogeshwe au ashushwe ule umaarufu wake, elimu yake, uchamungu wake. Haya ni mambo ambayo tunajifundisha na tumeyapata hapa katika kipindi Almanafi. Sheikh Sharifu, sasa ni wakati wa kupata dua kama ilivyokuwa ada. Siku ya Ijumaa ni dua, lakini pia mpenzi mtazamaji inawezekana akapatwa na ujumbe huu baada ya Ijumaa, lakini muhimu ni kupata dua ambayo itaendana katika wiki hii insha Allah. Karibu kwa ajili ya dua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma iftahna fa innaka al-fatihin. Allahumma ansurna fa innaka خير الفاتحين. اللهم ارفعنا فإنك خير الرافعين. اللهم ربنا إننا نسألك إن كان رزقنا في السماء فأنزلنا، وإن كان في الأرض فحرجنا، وإن كان بعيدا فقربنا، وإن كان قليلا فأكثرنا، وإن كان كثيرا فباركنا. اللهم ربنا أنت رب السماوات ومن فيهن، ولك الحمد. اللهم أنت خادم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وإليك توكلنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله mwisho wa dua ya Sheikh Sharifu ndio mwanzo wa kipindi kingine, lakini wale ambao wanahitajia dawa, namba za simu zinapita hapo kwa ajili ya haja mbalimbali kama ambavyo Sheikh Sharifu ameeleza. Na kama unahitaji ushauri wowote unaweza ukampigia Sheikh Sharifu akakushauri juu ya masala ya dua, lakini pia katika masala ya da'wa. Sheikh anafanya ziara ndani ya nchi, nje ya nchi, akiutangaza Uislamu. Unatamani atembelee katika eneo lako, katika miji yenu, katika nchi zenu, basi anapokea mialiko hiyo, lakini pia kwa ajili ya dua anaweza akakupokea na akakusaidia wewe na familia yako. Baada ya kuyasema haya, ni mimi msimamizi wa kipindi Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Kushairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.